Katibu mkuu wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU Francis Atwoli ameitaka serikali kuweka sheria kali kudhibiti mitandao ya kijamii. Atwoli anasema kwamba licha ya mitandao ya kijamii kutumiwa kiuchumi na katika masuala mengine ya manufaa nchini, wakati mwingine inatumika vibaya. Leonard Shebe wa Malwa ana kina cha taarifa hiyo. Katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli akizungumza kwenye ibada ya maombi ya kila mwaka ya muungano huo katika kanisa la Kianglikana la St. Stephen's Jogoo Road amesema serikali inastahili kuweka sheria ya kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii kama mataifa mengine hasa Uchina. Na hii kitu inaitwa social media. Ninaambia nini? Hakuna China, it's controlled. Hata hii TikTok ni ya China. Na yao wana control, sio kama yenu wamemwachia. And the church must speak about TikTok. The church must speak about social media. The church must speak about YouTube. The church must take the leading. Yale maneno wanaongea kwa TikTok, we can't have such a society. Na watu wa social media, young men, they have never worked anywhere. They have never been members of any union. Utaona vile wana comment mambo ya trade union, mambo ya Ministry of Labor, mambo ya kunyanyaswa, incitements on social media. Government must do something to regulate social media, and we must talk about it. Bwana Atwoli anadai Wakenya wengi hasa vijana wanatumia mitandao ya kijamii visivyo, akisisitiza huenda taifa hili likatumbukia katika lindi la michafuko iwapo uhuru wa sasa hautadhibitiwa. Content ya social media to the young people, to the youth, to the population is not conducive and cohesive to a nation that is to aspire to higher heights economically, socially and politically. Nchi hii ichunge. Na every country, don't forget, it goes to a rebirth, kuzaliwa upya. Mustafute hiyo. And tell us that let us be serious, let us know what we want as a nation. Aidha, katibu huyo wa KOTU ameitaka serikali kutekeleza mapendekezo ya mkataba wa kimataifa wa wafanyikazi wa nambari 189 na 190, mkataba unaohusu unyanyasaji na dhuluma dhidi ya wafanyikazi ulimwenguni, huku katibu katika Wizara ya Leba Shadrack Mwadime aliyehudhuria maombi hayo akisema pendekezo la nambari 189 litaanza kutekelezwa kwanza. Na hiyo ni kitu straight, ILO Convention 190 ni kitu straight for ratification. Other countries have ratified. Kenya, we are viewed as a satellite of the economic activities and development in this region. We don't need to remain behind. Now we don't want to take that route. We want employers to be more human, to be more understanding, to be more recognizing the role that a worker plays in their various places of work. Kwa hivyo ianze na sisi tuhakikishe kwamba tunawachunga vyema, and you've given me a challenge concerning ILO Convention 189. I will sit with my staff, we see how it can be fast-tracked, and also sit with you. Kwa miaka 60 sasa, muungano wa KOTU hufanya maombi yake ya kila mwaka katika kanisa la St. Stephen's Jogoo Road hapa jijini Nairobi. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Leonard wa Malwa.